majina naitwa Mhandisi John Paul Kuoko kutoka kwa mkandarasi GS Contractor. Kumekuwa na imani nyingi sana, watu wakizungumza, kila mtu akizungumza la kwake, ila sasa kuna baadhi ya sababu zizo nyingi zinazofanya watu wafanye kazi usiku, wakandarasi wengi wafanye kazi usiku. Kwa mfano, barabara kama hii hapa haina diversion, na mchana kama saizi unaona traffic zinavyozidi kuendelea kupita. Kwa hiyo yani kufanya kazi, ufanyaji kazi wake mchana inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta hasa wa China wanaoshika barabara kubwa hizi highway nini, unakuta sehemu fulani hamna diversion. Kwa hiyo inamlazimu yeye kufanya kazi usiku, kukiwa hamna traffic, kukiwa hamna msongamano wa magari, ili kwake imrahisishie kazi. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakihusisha na imani za kishirikina au imani nyingine, ila hiyo sio kweli. Ni jitihada tu za wakandarasi kuhakikisha kazi inaenda kwa spidi ile inayotakiwa na kwa muda ule ambao tunakuwa tumepewa sisi kama wakandarasi. Zimekuwa zikihusika sana masuala ya imani, hasa kwenye masuala ya ujenzi wa madaraja. Bwana, ujenzi wa madaraja hasa hapa tunaenda kitaalamu sasa. Wengi tunapenda kufanya kazi usiku kwa sababu usiku kunakuwa na temperature ile ambayo inakuwa ni ndogo, inasaidia ile process ya kuharden cement, setting time yake inakuwa imepungua. Kwa hiyo usiku kunakuwa na temperature ile ambayo ni reasonable. Kwa unakuta hata ukichanganya zege, ugandaji wake unakuwa kidogo ni mdogo. Ndio maana wengi sana tunapenda kufanya kazi usiku. Kwa hiyo hizo imani za kishirikina bwana sizadi. Naitwa Emmanuel Ngalalikwa, diwani wa kata ya Mavanga. Jambo la kwanza ni kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kutukumbuka wana Mavanga. Unajua Mavanga ni miongoni mwa kata zilizopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ludewa, na kama mnavyojua wilaya ya Ludewa ni wilaya ambayo iko pembezoni kabisa mwa mkoa wetu wa Njombe. Kimsingi eneo hili ambalo ujenzi wa barabara umeanza, kimsingi lilikuwa ni eneo korofi sana. Kuna mlima moja mkubwa hapo unafahamika kama mlima wa Ado. Nyakati za masika magari yalikuwa hayawezi kupanda hapo. Nyakati za masika magari yalikuwa yanalala hapo kwenye hiyo roundabout. Lakini tunamshukuru Mungu, baada ya kipande hiki sasa kukamilika, tunaona magari yataweza kupanda mlima huu kirahisi sana.